Sasa nafunga kazi na haya. Naibu Rais Profesa Kithure Kindiki amebaini kuwa viongozi wanapaswa kusaza hulka ya kuwatumia vijana kueneza chuki baina ya viongozi humu nchini, akisema kuwa viongozi wanapaswa kuwa kwenye mstari wa mbele kuwawezesha vijana wale. Amesema kuwa serikali ya kitaifa imewekeza juhudi za kuwapa vijana kazi kwenye mradi wa ujenzi wa nyumba za bei nafuu kati ya miradi mingine ya serikali ya kitaifa. Mary Kyalo anafunga kazi na taarifa hiyo. Kadri kampeni za mwaka wa 2027 zinapoendelea kushika kasi, Naibu Rais Kithure Kindiki amewaonya viongozi dhidi ya kuwatumia vijana wa kizazi cha Gen Z kama chombo cha kuwazomea na kuwakejeli viongozi wengine katika mikutano ya hadhara au kwenye mitandao ya kijamii. Kindiki akisema kuwa vijana wanapaswa kuwezeshwa badala ya kutumiwa kuchochea migogoro. To be misused to do the work of heckling, the work of goons, the work of blogging, because the young people of Kenya should be a resource. Vijana wa Kenya ni rasilimali ya taifa, na njia ya kutumia vizuri vijana wa Kenya sio kuwatumia kama watu ya kupiga kelele kwa mikutano ya kisiasa, watu ya kufanya blogging, watu wa kufanya kazi ya ukora. Vijana wa Kenya watumike kufanya kazi na mikono yao, wapate riziki, walee familia zao, ndio wakuwe wananchi wa kuheshimika katika siku za usoni. Kindiki akizungumza katika hafla ya ukaguzi wa kazi za ujenzi wa nyumba za bei nafuu wa maili 3 eneo bunge la Saboti, kaunti ya Trans Nzoia, amepigia upato ujenzi wa nyumba za bei nafuu kama njia mojawapo ya kuwawezesha vijana nchini, akisema kuwa katika mradi huu serikali ya kitaifa inahakikisha vijana wanapata ajira na kujiwezesha kimaisha na kupunguza mzigo wa ukosefu wa ajira nchini. Hii program Kenya nzima imeajiri zaidi ya vijana 550,000. We are now approaching 550,000 young people who are being employed under this program. Engineers, architects, plumbers, electricians, carpenters, masons, watu ya mkono. We have construction companies that were almost folding up, but now they have a lot of work. Kwa hii program ni program kubwa. Inapatia watu kazi kutoka ule engineer mkubwa mpaka mtu ambaye anasaidia fundi na kazi ya mkono. Hapo katikati kila mtu anaenda nyumbani na riziki. Aidha, ameendelea kusuta upinzani kwa madai ya kutoelewa miradi ya serikali ya kitaifa na kuwa ajenda yao ni kupinga yote ambayo serikali hii inawafanyia Wakenya. Wale watu wengine wanaelewa Keso ni wapi? Wanaelewa hiyo maneno ya maili 7 na maili 3 na Kiminini na Bikeke na Birunda. Hawajui? Fire si fire, ni noma si noma. Tuendelee tusiendelee? Kwa hivyo mimi nakuja hapa kusukuma hii project zetu za Trans Nzoia tukishirikiana na viongozi wetu. Mary Kyalo, Undugu TV.